Katika kijiji cha Kakelele, kata ya Nkwenda, wilaya ya Kyerwa, mkoani Kagera, anaishi binti mwenye umri wa miaka 20 ambaye maisha yake yamejaa changamoto tangu kuzaliwa kwake. Binti huyu alizaliwa akiwa hana mikono yote, hali inayomfanya kutegemea msaada wa mama yake katika karibu kila jambo la maisha. Mbali na changamoto hiyo ya ulemavu, familia hii pia inapitia maisha magumu, kwani baba mzazi wa binti huyu naye ana changamoto ya ugonjwa wa mikono, hali inayomfanya mama kubeba jukumu kubwa la malezi na mahitaji ya familia. Hata hivyo, baada ya video yao kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiomba msaada, mbunge wa viti maalum kwa Kagera Devota Daniel aliguswa na hali hiyo na kuamua kuijengea familia hii nyumba ya kuishi. Hapa na kukutanisha na binti huyu ambaye atatueleza hali halisi ya maisha yake. Naikuletea simulizi hii naitwa Alawi Kaboyo, na hii ni Wasafi Media. Nyuma ya kamera anaitwa Khalfan pamoja na Native. Jitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Jennifer Richard Pius. Ni mzaliwa wa Kakelele. Nina umri wa miaka 20. Ulizaliwa hivyo hivyo bila mikono? Ndiyo, nilizaliwa hivyo. Ni changamoto gani ambazo zimekuwa zikiukabili katika maisha yako au ukiwa katika hali hiyo ulionayo kwa sasa hivi? Nikipata shida yoyote, kama nikiumwa, wananisaidia. Ikiwa naweza kukoroga uji tu na kutoa mafigani. Kwa kutumia nini? Miguu. Unatumia miguu tu kufanya shughuli zako? Ni shughuli gani ambazo unaweza kuzifanya kwa kutumia miguu yako? Mimi miguu inanisaidia popote. Kwa kula inanisaidia, kwa kutoa kama uji mafigani unanisaidia. Ulitamani kwenye maisha yako ya kila siku pengine uwe nani? Kama ningekuwa mganga tu. Unatamani kuwa daktari? Unatamani uwe unamtibu nani? Mtu yeyote akiumwa. Umesoma shule? Nilisomea shule ya Mgeza Mseto. Umesoma? Shule ya Mgeza Mseto. Umesoma mpaka darasa la ngapi? La 6. Umesoma mpaka darasa la 6? Kwa nini uliishia darasa la 6? Walininyanyapaa mwanamke kanifukuza. Wewe sasa hivi unajua kusoma na kuandika? Hapana, mimi vilisha nisahau tangia nilitoka zamani. Ulitoka mwaka gani? Sizikumbuki, ni siku tangia nitoke ni zamani. Kwa wale wanaokutazama sasa hivi hapa, wananchi na Watanzania, ungependa wakusaidie kitu gani sasa hivi? Wangeniwekea duka la jumla, ningekuwa nauza na mama ananiuzia hapo. Kuwekea wapi duka? Hapo. Kuwekea hapa? Wewe unataka kufanya biashara nyumbani? Huyu ni binti Jennifer ambaye amekuelezea maisha yake na nini anachokihitaji wewe mtazamaji ambaye unatutazama kupitia Wasafi TV. Na sasa nikukutanisha na mama yake mzazi ambaye kwa muda mrefu ndiye aliyekuwa akimlea mtoto huyu, atueleze ni namna gani ameweza kumudu hali ya mtoto wake na kufikia katika umri huu. Naomba ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa nani na ni mkazi wa wapi kwa faida ya naye kutazama sasa hivi ili aweze kukujua. Kwa majina naitwa Koreta Kakoti, mkaaji wa Kakelele, kata ya Nkwenda, wilaya ya Kyerwa. Ulijisikiaje pale ulipojifungua mtoto na ukajua kwamba mwanao hana mikono yote miwili? Mimi nilianza nimehuzunika naye, lakini kipindi cha miezi 3 kuendelea mpaka miezi 5 niliona ni jambo la kawaida. Maana akikuanzia kwangu, lakini mara ya kwanza nilikuwa na huzuni. Ni changamoto gani ambazo unakumbana nazo katika kumlea mtoto wako tangu siku ya kwanza mpaka sasa na umri wa miaka 20? Huyu mtoto alipozaliwa alikuwa na changamoto ya kuumwa mara kwa mara. Basi mimi hapo maisha yangu yalikuwa ni magumu, ikabidi niende Nyakanga. Nilipofika Nyakanga nikamkuta matroni, akasema huyu mtoto watakuwekea mikono ya bandia. Walikuwa wanadhani kwamba hata simama wala hata tembea. Basi nikamaliza karibu mwezi mmoja nimemsubiria mzungu
Mzungu alipofika akasema hapana, huyu mtoto sina jinsi. Akifikisha umri wa 1.5 mwaka atakula kwa kijiko na atatembea karibia ya miaka 5. Basi nikaishi naye hivyo hivyo kwa maisha yangu magumu. Akawa anaumwa mara kwa mara. Alipofikisha karibu umri wa miaka 6 ndipo alianza kusimama na kutengenena, mwisho akatembea. Basi na lenyewe ni jambo nilimshukuru Mwenyezi Mungu. Nikaishi nayo hivyo hivyo mpaka akafikia umri wa miaka karibu 10. Akatokea mradi wa World Vision. Wakatupa msaada wa ili bati pande moja. Wakatuwezekea upande. Alafu akasema mtoto aende shule. Wakamchukua Mgeza Mseto. Mtoto alisoma karibia miaka 6 lakini akili zake zilidumaa. Basi alipoumwa wakaniita kwamba niende nimtafute, nikamrudisha huku. Wakasema mtoto asirudi shuleni. Akiugua na nunua dawa kama wengine. Akipata tatizo na mhudumia kama watoto wengine. Basi. Kwa hiyo ninakutana changamoto nyingi, maana hali yangu si nzuri. Wala naona mtu wa kawaida lakini nateseka kwa akienda siku zake ni mpaka umuvishe, umfulie. Alafu kuoga hawezi. Kumvisha nguo hawezi, mpaka mimi nifanye nini niwepo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Nafikiri maisha yetu nayaona. Kuna muda pengine ulikata tamaa ya maisha baada ya changamoto hizi za mtoto na maisha yalivyo? Hapana, nilikuwa najikaza, nakata tamaa, lakini nikimuona mtu kama wewe nikamwambia shida zangu, anakupa ushauri, anasema jamani jikaze, ndo maisha hayo. Na wewe unajisikia kwa Mungu, unaomba, Mungu anakuongezea maisha au anakufungulia milango kama hii alionifungulia. Hivyo hivyo. Ulipopokea habari za kwamba mbunge anataka kukujengea nyumba nyingine tofauti na hiyo ambayo unaishi kwa maisha yako ya zamani, ulijisikiaje? Jamani, nilimaliza karibu wiki nzima, hata kazi sikufanya, nilikuwa nafanya kuomba. Hata kama siendi kanisani hapa kwangu. Naamka asubuhi naomba sala zangu kama 2-3, nasema jamani Mungu, hayo niyo nasikia, jamani yakitendeka mimi siwezi naweza nikatoa shukrani gani? Na wenyewe wakuchelewa baada ya wiki moja, ombi langu lilitoka, milango yangu ikafunguka, nikaona wanaanza kumwaga vifaa hapa. Ndipo mambo yaliendelea vizuri mpaka sasa. Hata sasa hivi naomba kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwaongezea. Kwa sasa ni msaada gani wa zaidi ambao wewe kama mama kwa maisha ulionayo na changamoto unazozipitia katika malezi ya Jenny na maisha mengine na watoto wengine ungependa kupata au unatamani upate ili kuweza kuendesha maisha yako ya kila siku? Napenda nizidi kupata, wazidi kuniongezea msaada mwingine. Ni msaada gani ambao unatamani kusaidiwa? Kwa mfano kama mtoto alivyosema, nikipata kama mtaji kuendesha kama biashara. Alafu ninaona huku nyuma kuna bado sehemu ya jiko sikuipata, nikapata kwa mfano kama ka gate nikaongezea. Ninapokwenda kulima huku shambani nalima mbali, nikafunga ka gate kangu kule, mtoto akakaa hapa mbele. Ninaenda kule najua mtoto wangu yuko kwenye usalama. Biashara gani ambayo unatamani uifanye ili ambayo hiyo biashara inaweza ikakusaidia kuendesha maisha yako ya kila siku pamoja na familia yako? Kwa mfano naweza nikapata kama duka, nikaweka ka vitenge, nikaweka tunguo kama kanga, nikaweka viatu. Nikiuza leo kanga, kesho nitauza ka kitenge, kesho kutwa nitauza viatu. Kwa hiyo hapa nitapata mtaji wa kuongeza huku nyuma, kwamba nimeweka jiko lakini nimetoka kwa wananchi walionitolea msaada huo. Wengine unawaambia nini wanawake ambao wana watoto kama huyu au kama hao wa kwako lakini wamekuwa wakikata tamaa na kushindwa kujipambania kwa ajili ya watoto wao? Unawaambia nini kupitia mtoto wako Jenivo? Nawaambia wakina mama ambao wana ulemavu kama wangu wazidi kumuomba Mungu na wajitie moyo na watulie, wasiwazie kwamba huyu mlemavu amenishinda au amemnyanyapaa yeye mama yake. Ajikaze, azidi kumuomba Mungu. Na mimi sikutegemea Jenny huyu kama nitamfikisha miaka 20. Wala sikutegemea kwamba Mungu atanifungulia milango nikapata nyumba ya kudumu kama hii. Ningemua mapema haya yote nisinge yapata. Na watu jana juzi walipo kuja hapa kuzindua hii nyumba walisema Kole alikuwa anamtaka kumua Jenny. Haya yote asinge yapata. Nikawaambia kwamba huo ni uchoo wenu ulio kwamba amemjengea. Ningetaka kumua tangia sufuri
mwezi mmoja, leo hii miaka 20. Walipoona haya yaliyotokea wakasema kwamba alikuwa anataka kumuua. Kwa hiyo nawaambia wanawake wenzangu wajipe moyo na wajiite, wazidi kumuomba Mungu. Maana huyu mtoto wa kwangu ningemuua mapema, hayo yote nisingeyaona. Kuna siku Mungu atawafungulia milango. Licha ya kupata makazi bora, familia hii inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, na hivyo wanaiomba jamii pamoja na wadau mbalimbali kujitokeza kuwasaidia ili binti huyu aweze kutimiza ndoto zake licha ya kuwa na ulemavu alionao. Kwa wale wanaohitaji kumsaidia mama huyu ama familia hii, unaweza kuwasiliana na Mama Jeniva kupitia namba ya simu 0689 097381 na namba yake inapita hapo kwenye skrini.